Na waumini wa dini ya Kiislamu wakiendelea na maandalizi ya kusherehekea sikukuu ya Eid al-Adha. Wakazi wa eneo bunge la Garsen, kaunti ya Tana River, wanaishi kwenye mabanda baada ya kuathirika na mafuriko, na familia zisizojiweza wamepokea msaada wa nguo kutoka kwa wahisani. Abdul Aziz Nameka ana taarifa hii. Kulingana na Sheikh Abu Qatada, lengo lao ni kuhakikisha kila mtoto na mzazi anaweza kusherekea Eid kwa heshima na furaha licha ya changamoto za kiuchumi. Tukaona tuweze kuwakumbuka ndugu zetu ambao kwamba wanapitia changamoto na hali nzito ya kimaisha maeneo kama haya, kwa sababu dini yetu ni dini ya huruma. Wazazi hao wameeleza kuwa hali ngumu ya kiuchumi na kupanda kwa gharama ya maisha imewapelekea wao kuwa na hofu ya sikukuu. Hali ya uchumi ya nchi yetu nafikiri sote tunajua, hasa sisi wakati huu ambao tunaelekea sikukuu ama Eidul Adha. Wazazi wengine hatuna hata hiyo hali ya kununua nguo zimekuwa ghali sana. Tunashukuru tena sana, kwanza wale wa Kiislamu tumepata mavazi ya kuendea kuswali. Wamesema msaada huo umewapa matumaini na kuwasaidia kujiandaa kwa sikukuu kwa heshima na furaha kama wengine. Wallahi inatutia moyo na inatupatia furaha ya kuweza kusherehekea kama wenzetu. Aidha, Sheikh huyo ametoa wito kwa waumini wa Kiislamu kushirikiana na kuwakumbuka jamii zisizojiweza hasa wakati huu wa sikukuu. Basi yule mwenye nacho amkumbuke yule ambaye kwamba hanacho, na hiyo ndio dini yetu. Abdul Aziz Nameka, TV47, Tana River.